Breaking news. Imesemekana on Tuesday date 7 mwezi wa 7, yani Julai, kuna maandamano ya Sabasaba. So kama ulikuwa unataka kutoka nje uende kazi ama uende wapi, usitoke nje kwa sababu barabara zote zinafungwa. Maandamano ya Sabasaba, watu wako kwa barabara. Naam, karibu tena mtazamaji kwenye habari zetu siku hii ya leo ya Jumatatu ya tarehe 6 mwezi wa 7 mwaka 2027. Jina langu ni Eric Masha Douglas. Naam, Aladu awarai wanachama wa ODM wasusie maandamano ya Sabasaba. Baadhi ya viongozi wa ODM katika kaunti ya Nairobi wamewataka wafuasi wao wasishiriki maandamano ya Sabasaba ambayo yanapangwa kufanyika hapo kesho. Mtazamaji wangu, ili kuzidi kupata habari motomoto kwa wingi, bonyeza subscribe, like, share. Wakiongea Nairobi Jumapili, viongozi hao walisema wao ni sehemu ya serikali jumuishi na njia ya kusaka suluhu kwa changamoto za nchi ni kupitia mazungumzo badala ya maandamano. Mbunge wa Makadara George Aladwa, ambaye pia ni mwenyekiti wa ODM kaunti ya Nairobi, alitoa wito wa umoja kati ya viongozi na akawataka polisi wahakikishe kuwa waandamanaji hawaharibu mali za watu. Tunasema hakuna mwanachama wetu ambaye atatumika kuzua ghasia jijini na taifa lote. Sote tuko katika serikali jumuishi na tunasema kuwa hatutaingia barabarani kwa ajili ya maandamano ya Sabasaba, akasema Bwana Aladwa. Kauli yake ilijiri wakati ambapo wanaharakati wa kibinadamu wametoa wito wa kuandaliwa kwa maandamano kupinga kutoweka kwa watu kwa njia tatanishi na pia mauaji ya kiholela mikononi mwa polisi. Mbunge huyo aliwataka waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen na katibu wa wizara hiyo Dr. Raymond Omolo kuwalinda Wakenya dhidi ya maandamano yoyote ambayo yanatishia amani ya nchi. Aidha, aliwaonya wale ambao wamekuwa wakimshutumu Dr. Omolo kutokana na utendakazi wake, akisema katibu huyo ataendelea kuhudumu serikalini hadi mwaka 2027. Katibu Omolo anafaa aruhusiwe kuendelea na kazi yake bila kuingiliwa. Wale ambao wana malalamishi dhidi yake wayafikishe katika afisi yake Jumba la Harambee, akasema. Vile Bwana Aladwa na viongozi alioandamana nao walisema Kenya ni nchi ambayo uhuru wa vyombo vya habari unaheshimiwa katika kutia mizani utendakazi wa upinzani na serikalini. Ni vyema iwapo vyombo vya habari vitamakinika amani hata vikishtumu viongozi wa kisiasa kama utendakazi wangu ni duni. Chombo cha habari kina uhuru wa kunimulika, tunahitaji amani kuelekea uchaguzi wa mwaka 2027, akasema. Kuhusu uongozi wa ODM, walipuuza mrengo wa katibu mkuu wa ODM Edwin Sifuna, akasema wanaunga mkono ule wa Daktari Oburu Oginga. Mtazamaji wangu, ili kuzidi kupata habari motomoto kwa wingi, bonyeza subscribe, like, share.